Soko mnalionaje jamani? Excitement. Au hamlielewi? Liko clear kabisa coach. Okay, sawa sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka nipitie tu hii ripoti ya Nicole kwa haraka haraka, kwa sababu nilikuwa nimeipitia jana. Kwa hiyo leo ilikuwa nipitie tu ili niweze kuja kushare na nyie hii link baadaye, lakini kwa sababu msema angalau tufanye kwa pamoja, kaona sio mbaya kama tunaweza kuipitia kwa haraka. Ripoti ambayo tuko nayo hapa ni ya Nicole kama vile ambavyo nimesema, ya robo ya 4 ya 2025 kama vile ambavyo imeandikwa hapo, na zaidi nilikuwa nataka nipitie upande wa profit and loss katika hii statement ili tuweze kuona ni kwa namna gani hawa Nicole wameweza kutengeneza, kama ni faida au ni hasara, ama kama ni faida imekuwa kwa kiasi gani. Hii itatusaidia ili tuweze kujua ule ukuaji wa kampuni kama unaendana na upandaji wa bei katika soko. Kwa hiyo tukiangalia kwenye profit and loss hapa, tunaona kama vile ambavyo imegawanyika. Kuna upande wa group, lakini pia kuna company. Kama mnavyojua, upande wa group ni upande ambao unajumuisha tuseme zile subsidiary zote ama kampuni zote zinazomilikiwa na kampuni. Sababu tunajua Nicole wana hii National Investment kwa maana ya Nicole yenyewe, lakini pia kuna Nicoland ambayo ina deal na masuala ya property kama viwanja, mashamba na majengo na vitu vingine kama hivyo. Kwa tukizungumzia upande wa group tunazungumzia vyote kwa pamoja, lakini tukizungumzia upande wa company hapa tunamaanisha Nicole kama Nicole peke yake. Kwa hiyo ukiwa unasoma hizi ripoti unakuwa una base zaidi katika upande wa group, na utaona hapa imejigawa. Kuna current quarter, kuna previous quarter ambayo iliisha Septemba 2025, lakini pia kuna year to date ama mwaka uliopita sasa, ambayo imeisha tarehe 31 Disemba, ambayo hii ndio tutaenda kuiangalia sana kwa sababu hapa ndo kwenye taarifa ambazo tunazihitaji. Lakini pia kuna ya mwaka uliopita kwa maana ya 2024, na hiyo pia tutaitumia kwa ajili ya kufanya comparison ili tuweze kuona kwamba kipi kimetokea wapi. Kwa hiyo moja kwa moja tukianza kuiangalia hapa tunaona kuna sales of land, ndio ile nilikuwa nawaambia kwamba kuna Nicoland ambayo ina deal na masuala ya viwanja na vitu kama hivyo. Utaona hapa kulikuwa na mwaka uliopita kulikuwa na kama bilioni 9, lakini sasa hivi imekuwa kama milioni 41, ambayo hakuna ongezeko kubwa kiasi hicho. Kwa hiyo sio issue sana, ila tukija sasa kwenye mapato halisi ya kampuni kwa maana ya zile sehemu ambazo wamewekeza, tunajua kabisa kwamba kilichoibeba zaidi kampuni ni upande huu wa investment. Kwa tukija katika upande wa gawio, tunajua sehemu ambazo Nicole amewekeza zaidi kwa asilimia kubwa. Amewekeza zaidi kwenye hisa, na hisa zenyewe ni zaidi kampuni ambayo ni ya CRDB. Nafikiri watu wengi wanajua hilo, ana karibu 6% kama nitakuwa sikosei pale CRDB, pale NMB. Kwa hiyo unavyoona NMB wanapata faida kubwa ama wanatengeneza faida nzuri, wanatoa gawio kubwa, ujue kabisa kuna sehemu ya hiyo hela inakuja kwa upande wa Nicole. Kwa hiyo utaona 2024 alitengeneza haya. Kwa hiyo tukiangalia hapa katika upande wa faida tunaona alitengeneza mapato kutoka kwenye gawio bilioni 7.675. Hii ni mwaka 2024, lakini mwaka jana ameweza kutengeneza naangalia comment, nilifikiri hamnisikii lakini kumbe mnanisikia, sawa. Mwaka jana ameweza kutengeneza bilioni 9, ametengeneza bilioni 9.152. Hii ni sawa na ongezeko la 19%. Kwa hiyo utaona mapato yale ya gawio yameongezeka kwa 19%.
toka bilioni 7 mpaka bilioni 9. Hii inaweza ikawa imechochewa labda na kuongezeka kwa gawio, kwa sababu gawio pia tunajua linakuwa likikua kwa mwaka hadi mwaka, lakini pia ule uwekezaji na wenyewe pia unaweza ukawa ulichangia kwa maana ya kama uliongezeka. Lakini tukija katika interest income, ambao tunajua interest income hizi zinatokana na zile bond. Ukiangalia utaona kwamba anamiliki bond, utawapitisha haraka haraka pale, utaona anamiliki bond. Kwa hiyo hizi bond mwaka juzi alipata bilioni 5.16, lakini mwaka jana amepata bilioni 5.772, ambao ni ongezeko la 11.8. Kwa hiyo utaona hapa aliongeza 19, lakini hapa ameongeza 11.8. Lakini tukija kwenye rental income, ambao nimesema sasa katika upande wa rental income tunajua hizi zinakuwa zimetoka zaidi kwenye upande ni kwenye grupu, kwa sababu ile Nicoland ipo ndo inafanya zaidi hizi mambo ya rental. Ana Mirambo property, lakini ana property zingine ambazo anazikodisha, na tunaona kwamba aliweza kupata mapato ya bilioni 1.863 mwaka juzi, lakini mwaka jana ameweza kupata mapato ya bilioni 2.060, ambayo ni sawa sawa na ongezeko la 10.6. Kwa hiyo utaweza kuona vile ambavyo mapato yake yamezidi kwa yakiongezeka kati ya mwaka hadi mwaka. Kote hapa tunaona amekuwa akiongeza mapato kwa two digits nasema, kwa sababu tunaona hapa aliongeza 19, hapa akaongeza 11, hapa ameongeza 10. Na tukija katika other income hizi ziliongezeka kwa 69, lakini hizi other income haya ni yale mapato ambayo hayatokani moja kwa moja na ile core business ya kampuni. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni mapato ambayo sio predictable. Inaweza ikawa labda ni wameuza some of the assets ambazo labda walikuwa hawazihitaji, au wameuza kitu, tuseme labda magari, wanaweza wakawa wameuza labda furniture, yani baadhi ya vitu ambavyo vimeuzwa ambavyo sio ile core business ya kampuni. Kwa hiyo other income mara nyingi huwa haireflect sana utendaji wa kampuni, lakini pia ukiangalia utaona imekuwa kwa 69. Inaweza kuwa imekuwa kwa 69 kwa kipindi hichi, lakini kwa mwaka unaofuata ikashuka, kwa sababu inategemeana na hiyo other business ambao walifanya, kama huo mwaka mwingine pia itakuwepo. Lakini tukija sasa katika upande wa total income, tunaona total income imeongezeka kutoka bilioni 15.6 mpaka kufika bilioni 17.371, sawa sawa na ongezeko la 11.3. Haya ni mapato ya kampuni kabla hujatoa gharama zozote. Kwa hiyo kuna gharama ambazo zinatakiwa kutolewa ili tuweze kujua faida tumepata kiasi gani. Haya ni yale mapato ya jumla. Ni kama wewe unafanya biashara ukawa umeuza, lakini baada ya kuuza hujatoa zile gharama zako za yale mauzo ambayo unakuwa umeyafanya. Kwa hiyo ukiangalia katika hapa tunaona imeongezeka kwa 11% kama nilivyosema. Lakini tukija sasa katika upande wa matumizi, tunaona sasa kwenye matumizi hapa, tunaanza hapa kwenye employees expenses, ambao tunajua hawa ni wale wafanyakazi. Kama tunavyojua Nicole wana wafanyakazi nadhani sio zaidi ya wafanyakazi 8 au 10. Kwa hiyo haya ni yale maslahi yao ama gharama ambazo zinatokana na wafanyakazi. Kwa hiyo hapa kunaweza kuwa kuna bonuses, kuna mishahara, kuna marupurupu, vitu vyote vinavyohusiana na wafanyakazi vinakuwa hapa. Kwa tunaona pia imeongezeka kutoka hii ni kama milioni 895 imefika milioni 950. Kwa tukiweza kuiangalia hapo tunaona imeongezeka ni kama kwa 6%, kwa maana ya gharama nazo zimepanda kwa wafanyakazi. Inaweza ikawa labda kuna bonuses zilitolewa ama mishahara pia iliongezeka, lakini imeongezeka tu kwa 6%. Kwa hiyo sio asilimia kubwa sana, tunaona hiyo ni single digits. Kwa hiyo bado ukuaji wa gharama hauendi sambamba na ukuaji wa mapato ama ukuaji wa faida. Kwa hiyo tunaona iko chini, kitu ambacho bado ni kizuri. Lakini tukija katika upande wa admin,
expenses, kuna zile gharama ambazo zinatokana na admins, unajua masuala ya ofisi. Hapa tunaona wamepata ongezeko la 2.4 kutoka shilingi bilioni 1.188 mpaka kufika shilingi bilioni 1.217. Hili ni sawa na ongezeko la 2.4 ambayo tunaona ni kitu kidogo ambacho kimeongezeka pale. Kwa hiyo bado ukiangalia ongezeko la gharama liko chini ukilinganisha na ongezeko la mapato. Lakini tukija kwenye other admin expenses tunaziona pia pale zimeweza kutoka milioni 977 mpaka kufika bilioni 1.058. Hii ni sawa na ongezeko la 8%. Sasa wakati wakija kutoa ile annual report huwa wanatoa na maelezo. Kwa hiyo unakuta karibu kila kitu walichokifanya humu kinakuwa kimeandikiwa maelezo yake pale kwamba hii ilifanyika hivi kwa sababu hii ilifanyika hivi, ilikuwa ni 1 2 3. Kwa hiyo kila transaction ama kila muamala ambao unakuwa umefanyika unakuwa na maelezo yake. Lakini matumizi mengine ambao waliyafanya ambayo yaliongezeka yalipungua kwa kiwango kikubwa ni ile board expenses. Tunajuaga kuna kuaga na ile board. Tunasema board ya wakurugenzi. Na kwenye AGM iliyopita nakumbuka hawa member wa hii board waliweza kupunguzwa. Nadhani walikuwa kati ya 5 au 6 wakapunguzwa 2. Kwa hiyo tunaona either ni sababu ni hiyo kuwapunguza au ni kudhibiti matumizi, kwa sababu lengo la kuwapunguza ilikuwa ni kudhibiti matumizi. Ndio maana unaona imeweza kushuka kutoka milioni 439 mpaka kufika milioni 345. Hii board expenses ndi zile gharama unakuta labda wamekuwa na vikao vya bodi, labda wamekuwa na safari, wamekuwa na seminar na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndo gharama zake hizi. Lakini sasa ukija kwenye total operating income, kwa maana yani ile total income iliyopatikana unatoa hizi gharama zote ndio unapata kiasi kilichobaki, ama inaitwa EBIT, earning before interest pamoja na tax. Hii hapa. Sasa hapa tunakuta kwamba imekuwa ni shilingi bilioni 13.799 kutoka mwaka juzi ambayo ilikuwa ni bilioni 12.101. Imeongezeka kwa 2%. Kwa hiyo tunaona faida kabla ya kodi na gharama za riba imeongezeka kwa 2%. Lakini tunakuja sasa kwenye finance expenses, ambao tunajua finance expenses hizi ni zile gharama za riba. Kama tunavyojua kwamba Nicole wana mkopo, kwa hiyo ule mkopo wao wanavyo service, zile gharama za kuservice ule mkopo ndio zinakuwa hapa. Kwa hiyo utaona mwaka jana wali service kwa bilioni 2.171, lakini mwaka huu wame service kwa bilioni 1.808. Inaenda ikipungua mwaka hadi mwaka kwa sababu wanaenda wakiendelea kuulipa ule mkopo. Kwa hiyo utaangalia hizi finance expenses zimepungua kwa 16%. Kama imepungua kwa 16%, na maana ikiendelea kupungua hivyo ndani ya miaka 4, basi hilo deni linaweza likawa limemalizika. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo unaweza kuangalia na unaweza kuitafsiri. Lakini ukitoa sasa hizo cost unakuja kukuta ile ambayo inaitwa profit before tax, PBT, ambayo hii imeongezeka kutoka bilioni 9.929 mwaka 2024 kufika bilioni 11.990. Kwa utaona kuna ongezeko pale. Lakini ukija sasa kwenye kodi wanalipa pale milioni 553, lakini mwaka ule uliopita walilipa milioni 859. Unaona kidogo imepungua. Lakini sasa ukija kwenye profit after tax, ama ile faida sasa baada ya kodi, baada ya matumizi yote, faida imeongezeka kutoka bilioni 9.07 mpaka imefika bilioni 11.436, ambayo inatupa ongezeko la 26.1%. Kwa hiyo ukiangalia pale utaona kumepatikana ile ongezeko la 29.1, kitu ambacho ni ongezeko zuri kwa ukuaji wa faida, kwa sababu kama faida imeweza kukua kwa robo, ina maana
kama itapata ukuaji wa hivyo hivyo mara miaka minne, ina maana faida itakuwa imedouble. Sababu kama sasa hivi imeweza ku bilioni 11 ambayo imeongezeka kwa 26%. Sasa mwaka ujao ikiongezeka pia 26% mara miaka minne mbele, itakuwa hii faida imedouble. Maana itakuwa kwenye bilioni 23 ama 22.8 au 9 kule. Sasa pia tukija hapa chini, nataka kuonesha hapa kwenye earning per share ama hizi basic earning per share hapa. Nakumbuka hapa ni mwaka juzi, ni hapa ni mwaka jana. Mwaka juzi tunaona walipata shilingi hii tunasema ni 147 earning per share, kwa maana ya faida au mapato kwa kila hisa moja ilikuwa shilingi 147. Lakini mwaka huu wamepata shilingi 186. Unaipataje hii? Namna ya kuipata hii ni kama vile nilivyowahi kuwa nimefundisha, ni kwamba unachukua faida baada ya kodi, unagawanya kwa idadi ya hisa ambazo kampuni wako nazo. Kwa hiyo utapata idadi ya hisa zao, then ukigawanya, ukichukua hii pesa waliotengeneza, hii faida waliotengeneza, ukigawanya na ile idadi ya hisa zao, unapata kiasi hichi hapa. Hapa ni kuangalia kwamba kila hisa moja imetengeneza faida kiasi gani. Sasa kupitia hii ndo unaweza pia ukajaribu kama kupredict kwamba gawio litakuwa kiasi gani. Mwaka jana walivyotoa 147 walitoa gawio shilingi 70. Sasa shilingi 70 ni sawa na 48% ya hii amount ambayo walitengeneza. Tukiashumu mwaka huu pia watatoa 48% ya hii waliotengeneza, hapa tunaona watatoa kati ya shilingi 89 mpaka shilingi 90. Hiyo ndio sawa na 48%. Kwa kimakadirio unaweza ukasema wanaweza kutoa kati ya shilingi 85 pale mpaka shilingi 95 hapo katikati. Kwa hiyo wanaweza wakatoa zaidi au wanaweza wakatoa pungufu lakini kidogo, kwa sababu tukiangalia hawana sera ya gawio. Kwa hiyo tunajaribu kufanya kwa kuangalia wakati uliopita au mwaka uliopita walifanya nini. Ila kwa haraka haraka nikija kwenye statement of financial position, unaweza ukaipitia kwa haraka haraka hapa ukaona. Utaona share capital wako na bilioni 7 pale, lakini ukija kwenye share premium wako na bilioni 1 na pointi. Kwenye retained earning ziko hapa bilioni 52, lakini ukija kwenye reserve, sasa hii ndio ile equity ambayo wanamiliki, kwa maana ya ni ile reserve ama ni ile uwekezaji, thamani ya uwekezaji ambao wako nayo, ambayo inakupa sasa total equity ya shilingi bilioni 238. Sasa hii ndio ile ambao watu wanaitumia, wanagawanya na idadi ya hisa. Ukigawanya na idadi ya hisa ya amount, ni hii ama ni hii, ukigawanya na idadi ya hisa ambazo wako nazo, ndio unapata kitu kinaitwa price to book. Ukipata ile, utapata thamani ya kila hisa moja, sio bei, thamani ya kila hisa moja. Ndo ukigawa nadhani inakuja kwenye 3,000 kama na 800 hivi na kitu, ambao ndo maana walikuwa wanasema ukiangalia Nicole yenyewe ndo ina trade chini ya ile NAV yake. Kwa hiyo hii ukigawanya na idadi ya hisa ndo unapata ile NAV yake, ambao wengi walikuwa wanasema kwamba ina trade chini ya NAV yake, na kwa sababu inafanya trade chini ya NAV yake, hii inabadilika kila siku kadiri ambavyo NMB inazidi kupanda bei, CRDB inazidi kupanda bei, na yale makampuni mengine ambayo yanamiliki yanazidi kupanda bei sokoni, hii nayo inaendelea kuongezeka. Kwa hiyo ndo maana ukichukua hii kigawanya na idadi ya zile hisa, utaona kabisa inakuwa ina thamani kubwa kuliko bei ambayo inauzwa sokoni. Sababu kubwa ndio hiyo. Kwa hiyo ukija huku utaona kuna goodwill ziko pale, kuna property and equipment, ndio hizo nilikuwa naongelea, utaziona ziko hapo. Then ukija utaona investment in subsidiary hawajafanya, lakini corporate bond hizi hapa wanamiliki, ambazo hizi ni bondi zile ambazo sio za serikali kuu, zinaweza zikawa za mashirika, mabenki na mataasisi mengine. Lakini ukija kwenye equity investment utaiona hapa uwekezaji ambao walikuwa wako nao katika upande wa equity ni bilioni 186, lakini government securities
kwa maana ya bondi sasa zile za serikali wana bilioni 43. Ukiangalia ukikompea na mwaka 2024 utaona imepungua kidogo, lakini utaona kwenye equity imeongezeka. Ukija kwenye current asset utaona hapo kuna receivables ziko hapo, then kuna uwekezaji, kuna inventories iko hapo, lakini pia kuna investment kwa UTT, naona wameweka kama bilioni 1 pale UTT, lakini pia cash and cash equivalent utaona imepungua hapo kutoka huku imefika hapa, sababu hizi kampuni zinafanya uwekezaji, kwa hiyo inategemea na huo wakati unakuta labda walikuwa na cash lakini wamesha hii deploy katika sehemu zile ambazo ni za kuwekeza. Lakini ukija kwenye mikopo ile nilikuwa naongelea utaona borrowings, ili ni deni, unaona pale wana bilioni 3.452. Kwa hiyo kwa haraka haraka hivyo ndio ambavyo ilivyo, lakini utaona asset zao thamani yake iko pale kwa haraka haraka sana, hivyo ndio vile ambavyo ilivyo. Lakini ukija kwenye cash flow huku utaona tu vile ambavyo cash imekuwa ikiingia na cash ambavyo imekuwa ikitoka. Ukipitia huku utaona walinunua nini, waliuza nini, nini kilifanyika na kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea. Ile nilikuwa nazungumzia pale Mirambo Street Properties Limited, utaona hapa inaleta nini au kama imeleta hela, kama imechukua hela, utaona kupitia kwenye hizi kwenye hii cash flow statement. Lakini ukija kama huku unaona hizi investment walizofanya UTT, unaiona hapo, hii ni kwamba waliuza, sababu unaona imewekwa mabano, hii ni kama negative. Lakini ukija kwenye withdraw hapa walipokea hela kutoka UTT na maana waliuza vipande. Lakini ukija kwenye bond unaona hapa walipokea hela, walinunua. Kwenye kudisposal hapa ni kwamba waliuza. Rental income haikuleta chochote. Kwa ukipitia hizi zinakusaidia kuweza kuona ile movement ya cash katika kampuni, na ndo hapa sasa tunaona ile cash equivalent vile ambavyo inakuwa inafanyika. Lakini pia profit before tax naiona iko hapa, kitoa kodi iko pale, unaziona kila kitu wamekuwekea pale. Kwa hiyo kwa haraka haraka sana hivyo ndio vile ambavyo unaweza kupitia hizi ripoti na ukaangalia ukajua kwamba nini ambacho kimekuwa kikiendelea ama nini ambacho kimefanyika katika hiyo kampuni yako kwa kipindi husika. Sasa nitaruhusu kama kuna watu wako na maswali au lolote mtu ambalo angependa labda kuuliza ama kuchangia kwa dakika kama 5-10 kabla hatujafunga. Karibuni. Okay, sawa. Niko naomba kuuliza hivi, inawezekana kwa mfano Nicole amewekeza 1% kubwa kwenye hizi benki NMB, CRDB, and then yani ikawa opposite kwamba yeye akawa anafanya vibaya lakini hizi benki mbili zinafanya vizuri, au benki mbili zinafanya vibaya afu yeye akawa anafanya vizuri? Ni kitu ambacho kinawezekana kutokea hivi? Okay, inawezekana kwa maana ya bei, kwamba bei zake zikawa labda zinashuka lakini yeye ataendelea kutengeneza faida, kwa sababu tunajua bei hazifatani sana na ile fundamental performance ya kampuni, kwa sababu wawekezaji kama wataamua kuuza kwa wingi na maana bei zinaweza zikashuka, lakini sehemu ile aliyowekeza haiwezi kawa ina perform opposite na yeye, kwa sababu yeye hana kingine anachokifanya isipokuwa ni kutegemea ule uwekezaji wake kule ambako ameuweka, unless management itumie vibaya yale mapato ambayo inayapata na iweze kuripoti loss. Kwa mfano kama hapa ambako tumeona labda kwenye vitu kama hizi employees expenses, wanaweza wakaamua kujiongezea labda mishahara na nini, ukajikuta wanakula sehemu kubwa ya haya mapato ambayo yameingia kwenye hizi gharama zingine za admin, kwenye gharama kama hizi, kwenye gharama kama hizi za bodi, ukajikuta huko wamespendi hela nyingi kiasi kwamba kampuni zile ambazo wamewekeza zinawapa faida, lakini wao unakuta 1% kubwa ya hiyo faida wanakuja kuitumia katika matumizi ya kawaida. Lakini ni kwamba mara nyingi unakuta hizi kampuni za namna hii hawana mambo mengi. Mara nyingi unakuta ile cost to income ratio yao inakuwa chini sana,
kwa sababu wana wafanyakazi wachache, lakini pia hawahitaji manpower kubwa, kwa sababu wakishafanya investment either mara moja, mbili, tatu, basi unakuta kila kitu kiko sawa, wanaendelea na shughuli tu ya kusimamia ule uwekezaji ambayo haihitaji nguvu kubwa. Umenipata? Okay, nashukuru. Nimepata vizuri. Asante. Naona kuna swali anauliza kwamba total number of shares zao ni ngapi. Kuna ile site niliwahi kushare, nadhani kama kuna mtu anaweza akaingia kwa haraka haraka kwenye ile site ya CSDR akaangalia pale, ziko pale zinaonekana. Kama kuna mtu anaweza kuangalia alafu akatukumbusha. Nadhani ziko, sikumbuki vizuri, milioni nadhani 65. Ukija kwenye hii site csdr.co.tz, unakuja kwenye hapa listed equities. Ukija hapa itakuleta kwenye hizi site hapa. Kwa hiyo hapa inakuonyesha tarehe ambayo kampuni ililistiwa, idadi ya shares zake na iko sekta gani, na ile tika yake kwa maana ya kifupi chake sokoni. Kwa hiyo ukija hapa utaona hizo kampuni zote. Tulikuwa tunazungumzia Nicole hawa hapa, National Investment Company. Unaona hisa zao ni shilingi ni milioni 61,644,834 na tarehe yao ya kulistiwa iko pale tarehe 6 mwezi wa 6 2018. Kwa ile amount tulioiona kule ukigawanya sasa kwa hii milioni 61 hapa, ndio unapata hiyo figure. Hii amount mmeiona vizuri? Mnaweza kuiandika alafu mpige pale mniambie mmepata ngapi. Hizo namba ya share unakuja kuchukua hii amount hapa. Kumbuka hii ni bilioni Kwa hiyo hii namba ama tuseme hii unaongeza hii 03 hapa mwishoni. Alafu unagawanya na ile bilioni 61, ile milioni 61,644,834. Kuna calculator hapa, labda niwasaidie kupiga sababu naona sijui ni kwamba mmesinzia au ni kuchoka. Tuko macho. Mbona mpige hesabu jamani? Au namba ndio tatizo? Namba ni tatizo. Jamani, hapa si jumlisha toa hii kabisa hii. Nagawanya kwa 60. Kuna mtu ameshapata? Hamna mtu aliyepiga. Okay, naona huyu Jesus ameshapata, ambayo ni 3,875. Na leo bei ya Nicole ilikuwa inauzwa ngapi sokoni? Hamna anayekumbuka? Nadhani kwenye 3,900 hivi kama nitakuwa sahihi. Yes, ilikuwa 3,900, lakini kuna orders pia ilikuwa nimeziona za 3,700 zilipita. 3,700 imefunga. Okay, 3,700 imefunga. Kwa hiyo unaona yenyewe ina chini ya ile NAV yake. Na hapo kumbuka, hapo tumepigia hii hapa. Nikuonyesha, tumepigia hii equity hapa, total equity hapa. Lakini leo tunavyoongea tayari hii imeshaongezeka. Kumbuka hii ni ya tarehe 31 Disemba. Sasa kutoka tarehe 31 Disemba mpaka leo unaweza ukaangalia NMB tu peke yake amesha gain kiasi gani. Kwa hiyo hii nayo pia imeongezeka. Kwa hiyo kuna chances kubwa ya kwamba bado inaendelea kutrade chini ya ile NAV yake. Sawa au mimi ndio niwaulize? To conclude, kwa ambao labda bado hawajanunua za Nicole, is still a best time kununua kabla haijapita kwenye value yake. Inaweza ikawa ni muda mzuri, lakini kumbuka hiyo NAV yake kama kina NMB, CRDB watashuka, ni kwamba hata hiyo NAV yake pia itashuka. Lakini pia sio kipimo kizuri kuangalia tu NAV peke yake. Unaweza kuangalia na other ratios ili uweze kujiridhisha zaidi, kwa sababu
NAV ile sio performance. Unaona hata hii amount ambayo tumeiona hapa, hii ni kama unrealized kwa sababu bado hii hawajaishika. Hii ni floating profit, iko tu hewani, bado haijawa realized. Kwa hiyo kama unanunua kwa maana ya labda long term plan, unaweza ukawa vizuri, unaweza ukawa sahihi, kwa sababu ukiangalia huku tumeona mapato vile ambavyo yanaongezeka, tumeona vile ambavyo gawio linazidi kuongezeka, tumeona vile mapato yanayotokana na riba yanazidi kuongezeka, lakini pia tumeona rental income vile ambavyo imeongezeka na other income kwa kiasi chake, lakini pia gharama pia unaona zinaongezeka ile kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo tunafikiri ukuaji wa mapato unaweza kuendelea kufanya vizuri tofauti na ukuaji wa hizi gharama nyinginezo, kitu ambacho kinatuonesha ule ukuaji wa faida unaendelea kuwa ni mkubwa zaidi. Na ndio maana ukija hapa utaona imeweza kutoka 147 mpaka 186. Ikiendelea na ukuaji huu, ina maana tutashuhudia labda katika mwaka ule unaokuja inaweza ikatoka hii 186 ambayo tumeipata sasa hivi mpaka kufika labda tuseme 220 na kule, kama itapata ukuaji kama huu. Kwa tunaweza tukaona imefika 200 ama imeenda 220 na 425 mpaka 230, kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Sawa sawa Ndio. Sawa. Thank you. Karibu. Basi kama hakuna mtu mwingine mwenye swali, mimi niwatakie usiku mwema na tutaishia hapo kwa leo. Asanteni sana. Nashukuru sana coach. Asante, tunashukuru. Karibu sana. Asante.